Hapo watu tuambie kwani nimefariki baada ya kufariki. Nisikilize, ni mjinga tu hawezi kuongelea kufa kwa sababu anaogopa kufa. Ipo hivi. Kuongelea kufa ni kuweka usia. Unaweka usia. Hata unajua nikitangulia mimi, nikitangulia wewe na kufika na wewe. Nikitangulia mimi, uhakikishe mpango uone. Hapo yaani vile Mungu aliyokuita. Sema amen. Songeni kwa Biblia sasa. Mtampeleka wewe mwanzo, sio mimi. Mimi siendi. Sema mimi na kanisa. Kwa nini sitaki kwenda usikia kwenye nyumba yetu, kwenye familia yetu, kwenye nini yetu? Kwanza mimi sitaki kulala wangoni. Sema amina kanisa. Sema amina. Amina. Nilishawakataa tangu nimezaliwa, nilishawakataa. Sema amina kanisa. Na nilikataa hizo madhabahu kwetu. Sema amina. Haleluya. Sema amina. Mungu alimwambia Ibrahimu, toka wewe katika familia yako, katika nchi yako, ninakupeleka mahali utakufanya kuwa taifa, na huko utakuwa taifa. Ibrahimu akanunua makaburi yake. Unakumbuka ile makaburi Ibrahimu? Amjui nyinyi. Na umeona ukiona nimechelewa kufariki, amoniziki mlolo wala makanyagio. Nanunua makaburi yake. Na hilo plot niko nayo. Yaani tu mnisubiri kidogo ili nichanganyie. Mama mko nani? Na mpango wa kununua makaburi yangu. Hiwe. Unasikia mama? Yaani ukiona nimechelewa kufariki, sitazima mlolo. Ila nikiwahi kama sasa ningepeleka huko. Ila ukiona nimechelewa. Mama, tumpeleke wapi? Unalipeleka wapi? Wewe mwambie kupanga utakufa wapi, utazikwa wapi. Sio ujinga, ni hekima. Ni nini? Hekima. Mwanangu, ikikupendeza, wale wako wasukuma wanadamu. Unasikia vizuri? Sio vibaya, usemeshe mtoto wako. Kuna makabila ya hatari. Kama unabidi semesha mwanangu, ningependa ukiniletea kama atokee kana ya zile. Au atokee majirani. Chagua. Wasemeshe yote. Wewe mzalamo wazao za kizangu. Mtu wangu namwambia kanisa bana. Usiolewe hili kabila hili. Hili kabila usiolewe. Hili kabila sio swali. Sema amina. Kwa sababu juzi hapo habari ndio sasa kuchelewa kufariki. Ile kitu inaenda kutoka kwa Waislamu. Wazazi wake walikataa kata. Na mpaka walikataa kupokea mpaka mahali. Wakasema hatuwezi kuozesha binti kwa Muislamu. Binti kang'ang'aniza. Wazazi wakasema mahali hatupokee, kama ndio kuishi mkaishi tu. Wewe walipata senti mtu wako, wazazi ndio haijafungwa mpaka kwa sababu mahali wazazi walikataa. Yaani ndio wakaanza kuongeza serikali. Baada ya ujane tu. Sasa ningine wazazi wana hekima. Waambie watoto wangu msichumbiwe na Waislamu. Wao useme wanakuletea kibarashio kwa pembe. Haleluya kanisa. Najiba binti nawaambia msichumbiwe na Waislamu. Nasikia ndio hao wanaokuja. Njoo nikupige pao. Haya marodi yatoa. Kama wachumba wengi ni Waislamu, sogea mbele. Na nataka niombe na watu wawili wanaochumbiwa na Waislamu sana. 2 unaotongoza na naume za watu. Asante. Uje tu. Kuna wakati mwingine ni kamlo anakufuatilia na usikushughulikia. Mimi Waislamu waume za watu na kufuatilia. Kama wewe unafunga za watu. Aise. Barikiwa sana mwanangu. Asante kwa ujasiri huo. Haleluya kanisa. Na nyinyi mama ambao mmeolewa lakini hamna adabu, hamna heshima, wanaotongoza sogea hapa tukombe. Najua mtafunga. Najua mnafunga. Nifatisheni maneno hayo kwa Yesu. Leo ninawapiga mpaka mwingine kabisa kwa jina la Yesu. Hapa ni Waislamu. Waislamu mza hapa. Waislamu mza hapa. Wanaume wanatafuta kuolewa. Wanakusudia